Bwana Yesu asifiwe. Habarini za asubuhi. Karibuni nyumbani mwa Bwana, twende tukare mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamtukuza Mungu kwa ajili yako, namtukuza Mungu kwa kunipa nafasi hii na neema hii ili nipate kusimama mbele zenu na mbele za Mungu ili tupate kwenda kushare, kuzungumza pamoja kila ambacho Mungu amekiachilia kwa ajili ya siku ya leo. Nikualike tu, weka vitu vyako tayari. Cha kwanza, andaa moyo wako, isemeshe nafsi yako, nafsi yangu utulie kwa Bwana. Na kisha andaa daftari lako na Biblia yako ili tupate kwenda wote pamoja. Neno limekwisha kuombewa. Tutaenda kuangalia maandiko kadhaa katika vitabu tofauti tofauti, na baadaye tutakuwa na muda wa kwenda kujifunza kwa pamoja. Jambo la kwanza, tutaenda kuangalia maandiko kutoka kwenye kitabu kile cha Amosi. Amosi sura ile ya 8. Amosi sura ya 8. Tutaanzia ule mstari wa 11. Inasema hivi, nitasoma kama ilivyoandikwa. Kuanzia ule mstari wa 11. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huku na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu, na hao wapao kwa dhambi ya Thamaria na kusema, kama aishivyo Mungu wako, Edani, na kama aishivyo njia ya Beersheba, hao nao wataanguka wasiinuke tena. Tuangalie maandiko kutoka katika kitabu cha Yohana. Yohana sura ile ya 17. Yohana sura ya 17. Tutaanzia ule mstari wa 15. Mimi siombi kwamba watoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Tumalizie kitabu cha mwisho kutoka katika Misari
sura ile ya 23, Misari sura ya 23, mstari ule wa 23. Inunueni kweli wala usiiuze, naam hekima na mafundisho na ufahamu. Nitarudia. Inunueni kweli wala usiiuze, naam hekima na mafundisho na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma maandiko kidogo mengi, lakini kila moja lina kitu ambacho tutapata na kila ambacho Mungu anakusudia kwenda kujifunza kwa leo. Tumeanza kuangalia habari ya nabii mmoja anaitwa Amosi. Amosi ni miongoni mwa manabii ambao waliwahi kutabiri siku za mwisho. Wakawahi kuelezea majira ya nyakati za mwisho namna yatakavyokuwa. Amosi anaeleza muktadha wa namna ambavyo kuna mazingira yatabadilika kwenye kitu kinachoitwa neno la Mungu, ambalo mwandishi wa kitabu cha Yohana yeye anaifunua ni kama kweli. Kwenye dunia hii zipo kweli nyingi, lakini katika kweli zote tunayo kweli kuu moja. Dunia hii inazo kweli nyingi, lakini katika kweli zote tunayo kweli kuu moja, nayo si nyingine bali ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ndiye Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kweli kuu ni Mungu mwenyewe. Hakuna namna unaweza ukaitenganisha kweli na Mungu, na hakuna namna unaweza ukautenganisha uongo na shetani. Kweli itabaki kuwa ni nuru, na kweli itabaki kuwa ni uzima, lakini uongo utabaki kuwa ni dhambi, na uongo utabaki kuwa ni mauti. Mwandishi wa kitabu cha Amosi anaanza kutuambia zitakuwepo nyakati za hatari, na nyakati hizo zinazokuja ni nyakati za njaa. Na hiyo njaa itakuwa ni njaa si ya chakula, ni njaa sio ya kukosa maji, ni njaa sio ya fedha, ni njaa sio ya mahitaji mengine ambayo tunaweza tukayafikiria, ila itakuwepo njaa ya kukosa ukweli. Mwandishi anatuambia itakuwa ni njaa ya neno la Mungu. Lakini tuangalie kwa ufupi neno la Mungu linalozungumzwa ni kitu gani? Kichwa chetu cha somo kimebeba msingi unaosema kusimama kwenye kweli kuu. Kusimama kwenye kweli kuu. Kusimama kwenye kweli kuu. Nilizungumza juu ya habari ya kweli. Kweli zipo nyingi, lakini kuna kweli moja tu iliyo kuu, ambao ni Mungu mwenyewe.
Yesu Kristo anajifunua kama neno, na neno Mungu analifunua, neno lake ndiyo kweli. Na kwa neno hilo anasema amewatenga watu wake, na kwa neno hilo anasema nimewatofautisha watu wangu, na kwa neno hilo amesema nimewaweka ili wawe nuru. Kweli ni nini maana yake? Kweli ni halisia na wazi, pasipo kufichika, katika kuidhibitisha haki na adili. Kweli ni nini? Kweli ni uhalisia na uwazi, pasipo kufichika, katika haki na adili. Ule uwazi na uhalisia, pasipo kuwa na mficho, lakini ndani yake kuna kitu kinachoitwa haki. Ndipo tunaipata kitu kinachoitwa kweli. Na tunapoizungumzia kweli kuu, tunazungumzia ni Mungu mwenyewe, ni Yesu Kristo ambaye anajifunua kama neno la uzima. Kwa lugha nyingine, asili ya kweli yote katika dunia hii, asili ya kweli katika maisha ya mwanadamu, inapatikana sehemu pekee ambayo ni kwa Mungu, si kwingineko. Unaweza kutafuta kweli maeneo mengi, lakini kweli kuu unaweza kaipata eneo pekee, ni kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuanze na maneno haya. Mwandishi anasemaje kwenye katika kitabu kile cha Yohana? Anasema hivi, anasema mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwarinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Jambo la kwanza, Yesu anaanza kuzungumza mambo ambayo anaamua kuzungumza na kuanza kuyaweka sawa, kabla hajataka kukabidhi ulimwengu katika mwongozo wa Roho Mtakatifu. Anazungumza kwamba hawa watu wanaokolewa, hawa watu wanaoitwa wameokoka, hawa watu ambao ni kanisa, siombi uwaondoe kwenye ulimwengu huu kwa sababu ya hali iliyopo. Siombi waondoke kwenye hii dunia kwa sababu ya mazingira waliopo. Siombi waondoe kwa sababu ya changamoto wanazoweza kutana nazo. Siombi waondoe kwa sababu ya ghasia ambazo wanaweza wakakumbana nazo. Ila ninachoomba, jambo la kwanza, uwarinde. Lakini katikati ya kuwarinda, anasema baada ya hapo uwatenge. Anasemaje? Anasema uwatakase kwa ile kweli. Jambo la kwanza anasema uwarinde, lakini jambo la pili anasema uwatakase kwa ile kweli. Kuna vitu viwili hapa anazungumza. Anazungumza jambo la kwanza, Baba ninakuomba hao watu ulionipa, hao watu waliokuamini ambao ni kanisa, usiwaondoe katika nyakati hizi, kwa sababu bado kuna kazi ulionipa, bado kuna mission ulionipa ya kwenda kudhihirisha utukufu wako duniani.
na hii kazi ulionipa ninawakabidhi wao. Na kwa sababu nimewakabidhi wao, ninaomba uwe pamoja nao kama ulivyokuwa pamoja na mimi. Utakapokuwa pamoja nao, wao watakuwa na kazi moja tu, ya kuidhihirisha ile kweli ulioiweka ndani yangu, ili idhihirike katika ulimwengu wa giza, ili kweli ionekane kama nuru. Na itakapoonekana, wewe utakuwa ukitukuzwa, maana katika kweli ndipo kulipo na uzima. Na kwa sababu dunia ilipoteza ule uzima kwa sababu ya ile dhambi, mimi ninakuja kwako, ninakuhitaji uje ufanye makao ili ikadhihirike ile kweli. Sasa anazungumza ile kweli ni nini? Ile kweli ni neno ulilonipa, na ndilo nitakaloliachilia kwao, na hilo neno litakapokaa ndani yao litabadilika kutoka neno la kawaida na kugeuka kila kuwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka jambo hili, sio kila neno ni kweli. Sio kila neno ni kweli, ila neno la Mungu linalopokelewa ndani ya mtu likahuishwa, linageuka kuwa kweli. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu limejaribiwa. Baada ya kujaribiwa, likathibitishwa. Kwa lugha nyingine ni kwamba neno la Mungu limetembea kwenda mbele ya wakati, kwenda mbele ambako hujafika, likapita juu ya kila aina ya vikwazo. Na baada ya kupita juu ya kila kikwazo, linadhibitika kwamba limefuzu, na baadaye linarudi ili lije liondoke pamoja na wewe. Na ndo maana neno la Mungu linapokuja, jambo la kwanza ni kulipokea na kuliamini. Utakapolipokea na kuliamini, maana yake unaliruhusu likuongoze kwenda mahali ambapo lenyewe limekwisha kudhibitisha. Maana yake lina uhakika wa pale linapokupeleka. Asubuhi ya leo nimekuja kutangazia ya kwamba kuna kweli ambayo Mungu ameiachilia duniani. Katika nyakati tulizonazo, ni nyakati ambazo ni adimu kupata kitu kinachoitwa kweli. Kwa nini ninazungumza hivi? Mwandishi wa kitabu cha Amosi miaka mingi iliyopita aliwahi kufunuliwa mambo haya, kwamba kuna nyakati zinakuja, ulimwengu utafikia sehemu kupata kitu kinachoitwa kweli itakuwa ni changamoto, itakuwa ni mtihani. Na kwa sababu utakuwa ni mtihani, ni lazima niwaandae watu wangu katika namna ya kusimama na kuishi katika msingi wa kweli. Na huo kweli si vingine bali ni neno langu la uzima. Lile neno utakapokuwa ukilipokea, yale mafundisho na lile neno utakalopokuwa unalipokea, litageuka kutengeneza kitu kinachoitwa ufahamu, litageuka kutengeneza kitu kinachoitwa maarifa, na kuachilia kitu kinachoitwa hekima. Na baada ya kuachilia hivi vitu, vitakuwa ni guiding, vitakuwa ni mwongozo wa kukuongoza katika kusimamia haki ambayo Kristo ameiweka. Na hiyo ndiyo itaudhibitisha ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kweli. Neno la Mungu ni kweli. Neno kweli ni neno la Mungu, na neno la Mungu ni Kristo. Hebu tuone katika kitabu cha Yohana. Yohana sura ya kwanza. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Kama umefika unaweza kutusomea. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Hapo mwanzo
kulikuwako neno. Tumesema neno nani? Neno ni Yesu Kristo. Huyo neno alikuwako kwa Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Anasema ule mstari wa 3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Tunamwangalia neno, maana mwandishi wa kitabu cha Yohana sura ile ya 17 anatuambia neno langu ndiyo kweli. Sasa hii kweli ni kitu gani? Anasema neno langu ndiyo kweli, lakini katika hiyo kweli anasema litawatakasa. Turudi nyuma kidogo, tumtafute Yesu Kristo wakati anakuja kwa ajili ya kufanya ukombozi. Moja ya jukumu kubwa ilikuwa ni kuwatakasa, ni kuutakasa ulimwengu na wote waliomwamini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema neno lako lipate kuwatakasa. Anapozungumza habari ya kutakasa, anazungumza habari ya kutengwa maalum, yani kutengwa. Anasemaje? Anasema ule mstari wa 16 wa 17, uwatakase kwa ile kweli. Uwatakase kwa ile kweli. Ile kweli ina tabia ya kutakasa. Ni aina gani hiyo ya kweli? Ina tabia ya kutakasa. Kwa lugha nyingine, ina tabia ya kuwafanya watu wawe safi, ya kukifanya kitu kiwe safi, ya kukifanya kitu kipate kufaa. Baada ya hapo anasema neno lako ndiyo kweli. Neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo alikuwa anazungumza kwa habari ya neno la Mungu ambalo ni ukweli. Alikuwa anazungumza kwa habari ya ukweli ambao utatakiwa udhihirike kwenye dunia. Alikuwa anazungumza kwa habari ya ukweli ambao utatakiwa utawale kwenye mioyo ya watu. Alikuwa anazungumza kwa habari ya ukweli ambao utatakiwa utawale kwenye familia. Alikuwa anazungumza kwa habari ya kweli ambayo itatakiwa itawale kwenye ndoa. Alikuwa anazungumza kwa habari ya kweli ambayo itatakiwa itawale ndani ya kanisa. Alikuwa anazungumza kwa habari ya kweli ambayo itatakiwa itawale ndani ya taifa. Kwa nini alikuwa anazungumza hii kweli? Alikuwa anazungumza hii kweli ili kusudi ikadhihirishe ule mpango wa Mungu aliokusudia juu ya ulimwengu. Mpango wa Mungu juu ya ulimwengu ni kuhakikisha kwamba ulimwengu unaokolewa. Ni kuhakikisha kwamba ulimwengu unatakaswa. Ni kuhakikisha kwamba ulimwengu unafunikwa na utukufu wa Mungu. Ni kuhakikisha kwamba ulimwengu unaibeba sura ya Mungu katikati ya nyanja zote.
Haijalishi ni kwenye familia, haijalishi ni kwenye jamii, haijalishi ni ngazi ya taifa, haijalishi ni ndani ya kanisa, haijalishi ni kwenye uchumi, haijalishi ni kwenye afya, lakini Mungu alitaka katika nyanja zote na maeneo yote kweli yake ipite, halafu utukufu wake uanze kujifunua kwenye kila nyanja. Na kwa sababu ya kuikataa kweli, giza linachukua nafasi, uovu unachukua nafasi. Na giza linapochukua nafasi, tafasiri yake, maana yake ni uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu turudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, tunaona mchakato ambao Mungu akiufunua kama nia na makusudio ya ndani yaliyokuwemo ndani ya Mungu. Nia na makusudio ya Mungu yaliyokuwemo ndani yake ni kuiona dunia iliyo mahali salama, ni kuiona dunia iliyotawaliwa na nuru, ni kuiona dunia iliyotawaliwa na uzima, ni kuiona dunia iliyojaa neema na tumaini la ushindi. Lakini alipotazama, anasema akaona dunia imefunikwa na utupu na tena ni ukiwa. Hakikuonekana kama kuna uzima kwenye ile dunia. Saa ile na majira yale, Mungu alikuwa na shauku ya kuona kwamba dunia inabeba sura na udhihirisho wake. Na kwa sababu alikuwa na shauku kubwa na nia ya kuona dunia imetawaliwa na utukufu wake, anaamua kuingia kazini katika position na katika nafasi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akawa anatembea juu ya maji, akawa anatembea juu ya uso wa nchi na juu ya virindi vya maji ambavyo vilikuwa utupu tena ukiwa. Maana yake hakukuwa na uhai wowote. Dunia ambayo ilitakiwa kuwa na uhai inaonekana haina uhai. Mungu anaitazama dunia, anaiona na ukiwa. Na kwa sababu ya mazingira yale, anaanza kutazama ni namna gani hii dunia ipate kuwa mahali salama, ipate kuwa mahali pa kuishi, ipate kuwa mahali ambapo watu watapata tumaini. Mungu anatazama, anasema, akaona hapana, hakuna namna, ni lazima niachilie kitu kinachoitwa kweli. Maana akaliachilia neno ambalo neno lake ndiyo kweli. Anasema, nanyi mkishaijua ile kweli, nayo itawaweka huru. Sasa unajiuliza, uhuru unatoka wapi? Kumbe ndani ya kweli inapokuja, inakuja na vitu vingi. Tutaenda kuangalia mbele. Tunazungumza kwa habari ya kweli, kweli ambaye ni Mungu. Ukweli wote inapofikia sehemu, ukweli unapotea ndani ya kanisa, ukweli unapotea kwenye mioyo ya watu, ukweli unapotea kwenye familia, ukweli unapotea kwenye ndoa, ukweli unapotea kwenye jamii, ukweli unapotea kwenye taasisi, ukweli ukipotea kwenye taifa, uwe na uhakika uovu unaingia, uwe na uhakika uongo unatawala. Na Biblia inasema uongo asili yake, baba yake ni nani? Uongo asili yake ni nani? Watu fulani anawaambia, tokeni hapa, Yesu wa kwangu, kwa sababu nyie ni wa baba yenu Shetani. Kwa sababu mimi sio mwongo, lakini nyie mna uongo. Uongo unatoka wapi? Kama kuna uongo umekaa katikati, maana yake kuna asili ya uovu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mahali popote kuna uongo unasimama, ujue nyuma yake kuna asili ya nini? Mwambie jirani yako, utaendelea kudanganya? Amekujibuje?
Mwambie kanalo. Tunazungumza juu ya kweli. Kweli inapokuja inakuwa na kazi gani? Kweli inapokuja inafanya kazi gani? Umuhimu wa kweli ndani ya muamini. Umuhimu wa kweli ndani ya muamini. Umuhimu wa kweli ndani ya muamini. Jambo la kwanza ni kuachilia mabadiliko ya ndani yatakayoleta matokeo ya nje juu ya uchaji wa Mungu. Umuhimu wa kweli. Kweli inapoachiliwa inaachilia mabadiliko kutoka ndani yatakayodhihirisha matokeo ya nje yanautambulisha uchaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna unaweza ukawa na matokeo ya nje bila kuwa na badiliko la ndani. Chochote unachokiona nje huwa ni matokeo ya ndani. Chochote unachokiona kinafanyika kwenye macho ya nyama, unachokiona anakifanya mtu, unachokiona inafanya jamii, ni matokeo ya kile kilichotengenezeka wapi? Ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapoiachilia kweli huwa ina tabia ya kugeuza hali halisi ya ndani na kuanza kuchochea mabadiliko yatakayoonekana nje. Bwana Yesu asifiwe. Mabadiliko yatakayoonekana nje ni matokeo ya mabadiliko yaliyoko ndani. Kukiwa hakuna mabadiliko ndani, uwe na uhakika na nje hakutakuwa na matokeo. Kwa hiyo msingi wa mabadiliko ya nje ni msingi unaojengwa kutoka kwenye msingi wa ndani. Na msingi wa ndani unajengwa kutokana na kile unachokisikia na kukipokea. Msingi wa ndani unajengwa kutokana na kile unachokisikia na kukipokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Biblia inasema neno la Kristo huja kwa kusikia. Sawa? Neno la Bwana huja kwa kusikia. Anasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yajayo. Lakini imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo imani ni neno la Kristo ndani ya mtu. Sawa? Ondoa pale neno imani halafu weka kusikia. Kwa hiyo utakuta kumbe tunapozungumzia habari ya imani ni kusikia neno la Kristo. Na kama ni kusikia neno la Kristo tumeona ni kweli. Unaporisikia neno la Kristo linakutengenezea kitu kinachoitwa kweli. Neno pekee linapokuja, lile neno ili lilete mabadiliko linahitajika kugeuzwa kutoka kwenye neno la kawaida rije kwenye hali inayohuishwa kutengeneza kitu kinachoitwa kweli. Kitakapoumbika kile kitu kinachoitwa kweli, kinaanza kuangaza misiri ya nuru. Kinaanza kuangaza misiri ya nuru katikati ya giza. Nuru hata kama iwe ni ndogo kiasi gani, ila ukiweka katikati ya giza, uwe na uhakika
itang'aa. Haijalishi giza ni kubwa kiasi gani, haijalishi giza ni nene kiasi gani, maadamu inaitwa nuru, utakapoisimamisha au utakapoidhihirisha, uwe na uhakika itaangaza. Hata kama wataikataa kwamba haitoshi, haifai, lakini uwe na uhakika itabaki kuwa nuru. Na nuru huwa haitetewi. Nuru itabaki kujitetea nyakati zote. Na nuru ina kawaida ya kuprove uovu, ya kuprove uongo, ya kuprove giza kwamba haliwezi. Ni kawaida na ni harisia ya kwamba kweli inapoingia ndani ya mtu inakuwa ni sawa na nuru. Huwa inatamani kuangaza katikati ya uongo unaposimama. Usiogope kuisema kweli mahali ambapo unatakiwa kuidhibitisha kweli, kwa sababu kweli ndiyo Kristo. Hata kama itakugharimu kwa namna gani, lakini uwe na uhakika mwisho wake ni ushindi. Kwa sababu hakuna mahali nuru ilipowekwa halafu ikazimwa na giza, ila kila mahali ilipowekwa nuru ilinyamazisha giza, ila giza halikuinyamazisha nuru. Haleluya. Ninazungumza kwa habari ya kweli. Katika nyakati tulizonazo ni nyakati ambazo kweli imekuwa ni ngumu kuipata ndani ya watu. Imekuwa ni ngumu kuipata kwa vijana, imekuwa ni ngumu kuipata kwa mabinti, imekuwa ni ngumu kuipata kwa baba, kwa wamama pia, na kwenye jamii inayotuzunguka. Lakini asubuhi ya leo nataka nikukumbushe, yupo Yesu Kristo aliyekufa msalabani ili ailete kweli ndani yetu, na ile kweli ndiyo itakayoachilia uzima, na ile kweli ndiyo itakayoachilia mabadiliko, na ile kweli ndiyo itakayotuweka pamoja. Neno la Mungu linatuambia ya kuwa na waweke pamoja kwa sababu ya ile kweli. Kumbe kweli inapoingia ina tabia ya kuwaunganisha watu, ina tabia ya kuwaweka watu pamoja. Kuna nyakati inapofikia mahali kweli haipo, uwe na uhakika katikati ya mazingira hayo hakutakuwa na mapatano, hakutakuwa na maelewano. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kweli. Maana kweli inapokuja inakuja na kitu kinachoitwa umoja. Unawasema hebu tuende katika mstari unaofuata. Anasemaje? Ile mstari wa 17. Anasema watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami hivyo hivyo na watuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao nimejiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika ile kweli. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoamini kwa sababu ya neno lao. Wote wawe na umoja kama wewe, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, na hao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Anazungumza maneno haya ya kwamba anazungumza juu ya siri iliyopo ndani ya kweli. Ikitokea unaona mahali kuna mafarakano yamesimama, kuna migogoro imetokea, kuna maelewano hayapo, kuna ugomvi umeibuka, kuna mapambano ya pande tofauti tofauti, ujue kuna jambo moja limepotea, nalo si jingine, ni jambo linaloitwa kweli. Kweli imekuwa ni bidhaa adimu majira haya. Kweli imekuwa ni bidhaa gari. Nitakuthibitishia, kweli inahitaji gharama. Ukweli wowote unahitaji gharama. Hakuna mahali unapoweza kuisimamia kweli pasipo kukubali gharama zake. Ukweli unahitaji gharama. Alipotaka kuleta kweli ulimwenguni, Yesu Kristo mwenyewe alisema mimi niko tayari kuipeleka kweli ulimwenguni, lakini vikwazo vilikuwa ni vingi. Akasema niko tayari kulipa gharama ya kweli. Mimi nitauendea ulimwengu na mimi nitaenda kuilipa ile gharama. Kumbe kweli inaweza ikauzwa. Kumbe kweli inaweza ikauzwa, na ikiuzwa
ikiuzwa maana yake ikinunuliwa. Kuna nyakati kumbe kuna watu, kuna kweli inaweza, kama inauzwa maana yake inaweza katolewa na inaweza kawekwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ukisikia kweli inaweza kauzwa, basi kumbe inaweza katolewa na inaweza kaondolewa na inaweza kawekwa. Twende kwenye kitabu cha Misari sura ile ya 23. Misari sura ya 23. Inasemaje? Kama umefika unaweza kutusomea tu. Neno la Bwana linasema hivi: inunueni kweli wala usiuze. Cheki mambo haya. Mwandishi huyo anasema inunueni kweli wala usiuze. Nimekutana na kweli inauzwa hapa. Jesus. Kumbe kwa lugha nyingine, mwanadamu alikuwa amenunuliwa kutoka kwenye kweli. Hatujaelewana, ngoja tuweke hivi. Baada ya dhambi kuingia, baada ya uovu kuingia duniani, mwanadamu alinunuliwa kutoka kwenye kweli akaingizwa kwenye dhambi. Na kwa sababu alinunuliwa, ndo maana Yesu Kristo anakuja kama mnunuzi. Kasome kitabu cha Ufunuo atakwambia. Anasema nikajinunulia watu wa kila lugha, watu wa kila taifa na watu wa kila kabila. Alichokuwa na kinunua ni kitu gani? Alikuwa na wanunua watu ambao ndani yao kweli haikuwepo. Maana yake kuna aina na mfumo wa maisha ulikuwa umeuzwa. Jesus. Kumbe kuna aina ya maisha mtu anaweza kaanza kuyaishi, ni kwa sababu amenunuliwa. Kuna aina ya maisha mtu anaweza kaanza kuishi, sio kwamba amependa nyakati zingine, lakini kuna mazingira ameshindwa kuilipia ile gharama ya kuyanunua aina ya maisha mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna aina ya maisha yanaweza kanunuliwa. Sasa tunaona kweli ikiuzwa. Mwandishi wa kitabu cha Misari anazungumza habari ya kweli iliyokuwa ikiuzwa, lakini Mungu anatoa ushauri kwamba utakapokutana na kweli inauzwa, chagua kuinunua kweli. Usiache kweli pite iende zake. Tumia gharama yoyote kuhakikisha unainunua kweli juu ya maisha yako. Nikukumbushe mama, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, hakikisha unatumia gharama zozote zile kuinunua kweli kwenye ndoa yako, ili uhakikishe unasonga mbele. Nikukumbushe kijana, hakikisha unatumia gharama yoyote bila kujarisha maumivu utakayoyapata, ila kubali kuingia gharama uinunue hiyo kweli, na baadaye uhakikisha unaendelea mbele. Nataka nikukumbushe wewe mfanya biashara, katikati ya kazi yako na biashara yako, hakikisha kweli unainunua ili ipate kusaidia kutembea katika mpango na kusudi la Mungu. Maana hata uzalishaji unahitaji kweli. Ukishaipoteza kweli katikati ya uzalishaji wako, uwe na uhakika hata mtaji wako utaingia hasara, hakuna utakachobaki nacho. Ninazungumza na wewe leo juu ya kununua kitu cha samani ambacho kitakufanya ufike ng'ambo ya pili. Tunasafiri kwenda ng'ambo ya pili, tunasafiri kuendea uzima wa milele, lakini hakuna namna utaufikia huo uzima wa milele kama utakubali kuinunua kweli, afu kubali kutembea ndani ya hiyo kweli. Maana kweli
kweli pekee ndiyo itakayokuweka huru kwenye safari yako. Hakuna namna unaweza ukatembea kwenye safari yako ukafika pale unapopatarajia kama utakuwa umeikwepa ile njia inayoitwa kweli. Maana kweli ndiyo itakayokuongoza ili utembee kwenye barabara iliyonyoka ya kukufikisha ng'ambo ya hatima ya maisha yako, ya kukufikisha ng'ambo ya biashara yako, ya kukufikisha ng'ambo ya uchumi wako, ya kufikisha ng'ambo ya ndoa yako, ya kufikisha ng'ambo ya kurisi uzima wa milele. Haleluya! Hebu mtu mmoja ampigie Bwana makofi kama ananielewa, kwa sababu kuna kitu kinaitwa kweli. Haleluya! Mwandishi wa kitabu cha Amosi anasema, nimeona kuna jambo la ajabu duniani limetokea. Si jambo la namna ya kawaida, ni jambo la kukosa ukweli. Ni jambo la kukosa ukweli. Unapoona migogoro mingi katika dunia hii, ujue hiyo ni ishara tu ya kwamba tuko katika nyakati za mwisho, ya kwamba tuko katika majira ya mwisho. Kwa nini? Kwa sababu ilishasemwa ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na nyakati za kweli, za hatari, na hizo nyakati ni nyakati zitakazokosa kweli. Kweli itakapokosekana, uwe na uhakika na haki haitakuwepo. Kweli itakapokosekana, uwe na uhakika na usawa utakuwepo. Kweli itakapokosekana, uwe na uhakika amani haitakuwepo. Maana yake ninazungumza kwa habari ya kitu kinachoitwa kweli. Kama unaitafuta amani, kama unaitafuta amani kwenye ndoa yako, hakikisha unaanza kununua kitu kinachoitwa kweli leo. Kama unatafuta amani juu ya watoto wako, hakikisha unaanza kununua kitu kinachoitwa kweli. Na kama unatafuta utulivu namna ya kuendesha biashara yako na shughuli yako kwenye ofisi yako, hakikisha unanunua kitu kinachoitwa kweli. Kawaida ya kweli inapokuja, inakuja na mambo mawili kama sio matatu. Anasema jambo la kwanza, anasema naam, hekima na mafundisho na ufahamu. Kweli inapokuja haiji peke yake, haiji peke yake. Kweli inapokuja inakuja na kitu kinachoitwa hekima. Kwa nini hekima? Hekima kazi yake ni kutafuta majibu. Bwana Yesu asifiwe. Kasome kitabu cha Misari, nafikiri sura ile ya 8. Biblia inasema hekima amesimama njia panda, anapaza sauti akilia, ni nani mwenye shida, ni nani mwenye uhitaji, ili nipate kumsaidia na kumpa majawabu. Kwa hiyo kumbe ukweli unapokuja, unakuja na kitu kinachoitwa hekima, na ndani ya hekima unakuja na kitu kinachoitwa majibu. Maana yake ukweli unakuja na namna ya jinsi ya kutafuta majibu yanayotakiwa kufanyiwa, yanayotakiwa kutoa majibu kwa changamoto zilizopo. Katika changamoto za maisha, katika changamoto za maeneo mbalimbali, maana yake kila changamoto inahitaji pate jibu. Hakuna namna unaweza ukapata majibu yale kama kwanza utaanza kuikubali kweli. Jambo la kwanza ni kuikubali kweli. Utakapoikubali kweli, utaruhusu kitu kinachoitwa hekima. Hujanielewa? Twende kidogo, utanielewa. Turudi kwenye kitabu kile cha Yohana kwanza, sura ile ya 17. Anasemaje ule mstari wa 17? Watakase kwa ile kweli. Maana ya kutakaswa ni kusafishwa, ni kutengwa. Sawa? Kuwa purified, yani kutakaswa, kufanywa mtakatifu. Sawa? Kutengwa maalum. Lakini katikati ya hayo yote, sawa, yanahitaji yaambatane na kitu kinachoitwa umeiamini kweli. Na kuiamini kweli yake kwanza ni kukubali na kukiri, ukatubu.
Bwana Yesu asifiwe. Utakapokubali ukatubu, unapewa nafasi ya kwenda kushiriki ile kweli. Ile kweli ndo inafanya kazi ya kuanza kugeuza na kuanza kuleta mabadiliko toka ndani yako, na baadaye mabadiliko yanatoka nje. Sijui unanielewa? Mungu akitaka kuleta mabadiliko kwenye biashara yako, anaanza kukubadilisha wewe, sio biashara. Anaanza kwanza kubadilisha ndani yako namna unavyofikiri, namna unavyowaza, na namna ulivyokuwa unatazama. Hauwezi ukafanya kitu cha tofauti kama utakubali kupokea kitu cha tofauti. Sijui unanielewa? Yani hauwezi ukafanya kitu cha tofauti, na hauwezi ukawa na matokeo tofauti kama unafanya kitu kile kile. Ili ifikie hatua ya kuwa na matokeo tofauti, ni lazima ukubali kuanza kupokea vitu vya tofauti vitakavyoanza kutengeneza mabadiliko ndani yako, na hayo mabadiliko yataanza kudai vile vitu vianze kuonekana. Havianzi kuonekana ndo vije ndani, ila vinaanza ndani ndo vinakuja kuonekana. Hiyo ndo kanuni. Mungu akasema nina nia ya kuona nchi kavu na maji zimetengana. Nina nia ya kuona mwanga. Ni nia ya ndani, lakini duniani naona ni ukiwa. Anaona ndani mwanga, lakini akitazama anaona giza. Anaona uzima, lakini akitazama anaona ukiwa. Anasema hapana, ndani yangu ninataka hivi vitu. Mabadiliko yake ya ndani, maamuzi yake ya ndani ndio yaliyoleta matokeo ya nje. Asubuhi ya leo naomba kukumbusha mtumishi wa Bwana, badilika jinsi unavyotazama na jinsi unavyowaza ili upate matokeo tofauti. Badilika namna unavyofikiri na namna unavyotenda ili upate matokeo tofauti. Kama unataka upate matokeo makubwa, hakikisha unakubali kupokea vitu vya tofauti vitakavyoleta matokeo makubwa. Using'ang'anie hapo ulipo halafu nataka matokeo makubwa wakati utaki kubadilika. Badilisha mtindo ili upate matokeo tofauti. Kama ilikuwa unatembea kwenye ndoa yako unashangaa kila siku kuna migogoro, Mungu anakukumbusha anza kupokea vitu vya tofauti ili uanze kutembea kwa namna tofauti kwenye ndoa yako. Kama ilikuwa ni kwenye biashara unalia kila siku mbona sioni mabadiliko, inawezekana kuna kitu kipya hakijaingia ndani yako. Ila leo Mungu anakukumbusha anza na inuka kutafuta kitu kipya, kwa sababu Mungu ana mpango na wewe wa kukufikisha kwenye nchi ya ahadi, ya kufikisha kwenye kesho iliyokuu. Na hiyo kesho haitakuwa giza bali itakuwa nuru, na hiyo kesho itakuwa imejengwa kwenye msingi ambao ni mwamba, ni Yesu Kristo mwenyewe. Na yeye anasema kila kilichojengwa kwenye ule msingi, hakuna kilichoweza kuharibika, maana ule msingi ulikuwa ni thabiti. Maana ule msingi ulipowekwa, marango ya kuzimu hayakuweza kushinda. Ndivyo neno la Mungu linavyoniambia katika kitabu kile cha Mathayo. Anasema ya kwamba wewe ndiwe Kristo, na katika wewe ndiwe Kristo uliye Mungu wa kweli. Na Yesu anamwambia katika huo ufunuo uliousema ndipo nitakapolijenga kanisa. Maana yake nini? Alikubali ile kweli akaipokea. Alipoipokea ile kweli ikaanzisha mfumo mpya, na kwa sababu amejua ndiye Kristo, ile kweli ameipokea, akajua ndiye Kristo, anageuka na mwambia hautakuwa Petro kama walivyojua, bali nitakufanya uwe lango ili ukawaimarisha na wengine. Na ndo maana saa ya kuwaombea wanafunzi wake ilipofika, hakuanza kuhangaika na wanafunzi 11. Alianza
akaanza kuhangaika na Petro. Anasemaje? Nimemwombea Petro, nimekuimarisha ili utakapomaliza kuvuka ukawaimarishe na wenzio. Kwa nini? Kwa sababu Petro alikuwa ameijua kweli. Alipoijua kweli ikatengeneza msingi, na ule msingi ukaanzisha mabadiliko ambayo yakuwemo kwa wanafunzi wengine. Asubuhi ya leo, beba msingi ambaye ni Yesu Kristo. Beba msingi wa Yesu. Nenda nao kwenye familia, nenda nao kwenye ndoa, nenda nao kwenye kazi. Hakikisha kila kimoja kimejengwa juu ya msingi uliothabiti. Haleluya! Pigie Bwana makofi. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus. Tukasema nunua, inunue kweli wala usiuze. Akasema naam, hekima na mafundisho na ufahamu. Tulisema kweli inapokuja inakuja na package ya kwanza inayoitwa nini? Hekima. Kweli inapokuja inakuja na package ya pili inayoitwa kitu kinachoitwa ufahamu. Ufahamu kwa lugha nyingine ni maarifa, si ndio? Ni maarifa, sawa? Ujuzi, sawa? Sasa anasema utakapoipokea kweli utapata kitu kingine kinachoitwa ufahamu. Maana yake kweli inakuguide. Kama ni kwenye biashara, unaanza kutafuta ufahamu mpya, unaanza kupata ufahamu mpya. Hakuna namna unaweza ukabadilika kama hujabadilika. Hakuna namna unaweza ukafika mahali ambapo unapatarajia kama hujakubali kwanza kubadilika. Na kinachobadilisha jambo la kwanza kinaitwa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la tatu anasema mafundisho. Oh, haleluya, haleluya. Hebu rudi kwa Bwana, mtumishi wa Bwana. Turudi kwa Mungu kwa sababu kwake kuna uzima. Anasema jambo jingine ambalo linakuja katika kweli ni mafundisho. Mafundisho. Haleluya. Mafundisho. Tunapokutana hivi tunajifunza, kuna credit tunaongeza, kuna ufahamu tunaongeza, kuna ujuzi tunaongeza. Kadiri unavyoongeza ujuzi na ufahamu ndivyo unavyoongeza mamlaka yako. Hujanielewa? Unavyoongeza ujuzi, maarifa, ndivyo unavyoongeza mamlaka yako katika Kristo. Utasema una uhakika gani? Twende tukakiulize, tumuulize mwandishi wa kitabu. Nafikiri ni Nahum. Anasema hivi, kwa sababu watu wangu wanaangamia kwa kosa nini? Na kwa sababu umeyakataa maarifa, nimekukataa usiwe kuhani wangu. Si ndio? Kwa hiyo kumbe kuna kuangamia sio kwa sababu ni shetani, sio kwa sababu ya mazingira fulani, ila kuna nyakati za kuangamia kwa sababu hakuna maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoelekea mwisho, mambo ya muhimu, tumalizie na kile kitabu cha Yohana sura ile ya 15 mstari ule wa 3. 15 mstari ule wa 3. Jesus. Kama umeshafika unaweza ukatusomea Yohana 15 mstari wa 3. Taratibu, twende taratibu. Anasema ninyi mmekwisha kuwa safi. Kwa sababu ya lile neno. Lile neno nililowaambieni. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu.
kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisivyokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Komea hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana msomaji, Mungu akubariki. Anazungumza habari ya kuwa safi. Habari ya kuwa safi. Je, unataka maisha safi? Muulize jirani yako, unataka maisha safi? Unataka kazi safi? Unataka biashara safi? Kama unataka kilicho safi, msingi wake ni kweli. Hakuna namna. Yaani wewe kama unataka kilicho safi, usihangaike. Mtumishi wa Bwana, usihangaike. Utatafuta, utaenda kuombewa kila sehemu. Utaenda kubandikiwa mikono mpaka ya maji. Utaenda kufanyiwa kila namna. Lakini nakwambia, jambo la kwanza, itafute kweli. Na ile kweli itaanza kukutengeneza kuwa safi. Hauhitaji nguvu nyingi kama ambazo tunaweza tukawa tunatumia. Kumbe jitihada zetu kwanza. Hebu tutoke kwenye kona, watumishi wa Bwana. Hebu tutoke kwenye hizi sijui wanaita nini hizi. Hizi. Toka kwenye hizi, afu ingia kwenye rula. Mambo yako yatembee kwenye nini? Kwenye rula. Kweli ndiyo vyote. Kweli ni mstari ulionyoka. Kweli ni mstari ambao hujapinda pinda. Kweli inadhihirisha vilivyo mafichoni, na kweli inaudhihirisha utukufu wa Mungu. Faida ya kweli, anasema jambo la kwanza, faida ya kweli. Faida ya kweli. Faida ya kweli, jambo la kwanza, inaachilia ulinzi. Kweli, yani ukisimama kwenye kweli, hiyo ni automatically una ulinzi umeshajitwalia. Kuna vitu vingine unaingia kwenye majaribu sio kwa sababu Mungu kataka, wala sio kwa sababu shetani, ila ni kwa sababu umeikataa kweli. Jambo la kwanza, unapokubali kweli, tumesema kwanza kabisa unapata ulinzi. Lakini jambo la pili, unatofautishwa na watu wengine. Unatofautishwa na watu wengine utakapokubali kutembea kwenye kweli. Na kwambia wewe sio wa kundi. Hata ukikaa katikati ya kundi, watakuchomoa, watasema wewe ni wa tofauti, wewe sio sawa na hawa. Sijui tunaelewana? Yani katikati ya wengi watakuchomoa, watasema wewe sio sawa na hawa. Kawaida ya kweli inajitetea, hautetewi, hautumii nguvu kujitetea. Kweli inajitetea yenyewe. Kwa hiyo ukisimama kwenye kweli, kuna nyakati uhitaji kujitetea. Lakini jambo la tatu, anasema juu ya kweli. Kweli inakuhakikishia ushindi juu ya hatima yako. Kweli inakuhakikishia ushindi. Biblia inaniambiaje? Inasema hivi, ya kwamba Mungu ameutembelea mwanzo hata mwisho. Nikakwambia neno la Mungu limejaribiwa na kisha likathibitishwa. Paka mara ngapi? Mara 7, si ndio? Limejaribiwa, Afrika thibitishwa. Maana yake nini? Mungu ameenda mbele,
Halafu akarudi mwanzo akakuletea lile neno ambalo Mungu anakuletea linajua mwanzo hata mwisho. Kwa hiyo linapoanza safari na wewe, linajua, lina uhakika utafika. Jambo hili lilimtokea Musa wakati anakutana na bahari ya Shamu. Anasema nawezaje kuvuka mahali hapa? Anasema itawezekanaje? Lakini sikia neno aliloambiwa, Musa, usinililie mimi, kilichopo shika fimbo yako, afu ambie watu wako endelea mbele. Inawezekana kabisa wakati anaanza kupiga hatua, maji yalikuwa bado yamesimama, lakini ile kweli ilibaki kujitetea. Wanaanza kusema itawezekanaje tukiingia tu ndani ya bahari? Maana yake tunaenda kuangamizwa humo, maana majeshi yatakuwa yatatufuatia nyuma. Sasa itawezekanaje? Hapana, mimi nimeshautembea mwanzo hata mwisho, nina taarifa sahihi, hawa watafika. Hili litakuwa ni kaburi lao, ila kwenu ni njia. Wakati mwingine kweli inaweza kukupitisha kwenye njia ambayo akili za kibinadamu inagoma. Wakati mwingine unaona ni kama kaburi, wakati mwingine unaona ni kama mauti. Lakini naomba nikwambie asubuhi ya leo, kweli haitakupeleka kwenye mauti, isipokuwa kweli itakupeleka kwenye uzima tena wa milele. Kweli inaweza kukupitisha kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini hautateketea kwenye bonde la uvuli wa mauti. Ukitaka kuamini hilo, kutana na Yusufu ambaye aliingizwa hadi kwenye shimo, lakini kweli ilishuka naye kwenye shimo, alafu akatoka kwenye shimo na ile kweli ikampeleka mpaka gerezani, na baadaye akatoka na ile kweli kutoka gerezani mpaka kwa Potifa, anatoka kwa gerezani mpaka kwa Potifa, anatoka kwa Potifa mpaka kuwa waziri mkuu. Kwa nini? Kwa sababu kweli ilikuwa ikitembea pamoja naye kumthibitishia ushindi wake. Na leo ninakutangazia asubuhi ya leo, utakapoibeba kweli, na kuambia ushindi uko mbele yako. Biblia inatuambia, mwandishi wa kitabu cha Zaburi, ameandaa meza machoni pa watesi wangu. Katikati ya kupita kwenye bonde la uvuli wa mauti, anashangaa mbele ameandaliwa meza tena machoni pa watesi wake. Ninakwambia, waliokuwa wanakudharau na wanaochukulia kweli yako kuwa poa, kesho watashuhudia kwa macho yao ukiwa umekaa mbele ya meza ambayo Mungu amekuandalia taji yako. Ninakuhakikishia, utakapokubali kutembea na kweli leo, utakapokubali kutembea na kweli ndani ya mwezi wa 12, hakikisha meza machoni pa watesi wako iko mbele yako. Usiogope, usione shaka, bali jitie nguvu katika Bwana. Uwe na uhakika, uimbe Zaburi hii ukisema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaangamia, maana gongo na fimbo lako vyaniongoza, na kisha vinibebe taratibu, na kunipeleka hadi kwenye marisha ya majani mabichi, mpaka kunipeleka mbele ya meza ambayo umeniandalia. Maadui wajapojikusanya watatawanyika katika njia 7. Kikao kitakapokariwa, lakini uwe na uhakika vikao vyao vitatawanyika. Kila silaha itakayoinuka, neno la Bwana linasema amemweka mharibu ili akapate kuharibu kila aina silaha. Lakini neno la Bwana linaniambia, kila ulimi utakaoinuka kinyume utahukumiwa kuwa mkosa. Hauhukumiwi kuwa mkosa kwa sababu ya jina lako, unahukumiwa kuwa mkosa kwa sababu umeikubali kweli na umekubali kutembea kwenye hiyo kweli. Kila eneo hukumu zinaanza kupita, kila eneo hukumu zinaanza kutembea, zinatembea kwa sababu umekubali kuishi ndani ya kweli, umekubali kutembea ndani ya kweli. Asubuhi ya leo, muone Mungu aliyesimama mbele yako na anayekutangulia mbele yako, ili kupasawazisha kila mahali palipoinuka, kila mahali palipobonyea anapafukia, kisha unaendelea kwenda mbele, maana umeibeba kweli. Simama kwa miguu yako. Jesus. Mwandishi wa kitabu cha Yohana
sura ya 10 anasema hivi, kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami nitaingia na kisha nitawatangulia. Anasemaje? Nitaingia na kisha nitawatangulia. Naomba tusome hili andiko, baadaye twende mbele za Mungu sahi. Sura ile ya 10, Yohana sura ile ya 10. Nasikia kuna kitu hapa Mungu anataka. Oh Jesus, oh Jesus. Anasema hivi, naye bawaba umfungulia huyo, na kondoo umsikia sauti yake. Sura ya 10 mstari wa 3. Bawaba umfungulia huyo, na kondoo umsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Anasema kondoo wake huwatangulia na kondoo wanamfuata nyuma yake. Maana yake wao wanakuja nyuma, yeye anatangulia mbele. Maana yake kwa nini anatangulia mbele? Anatangulia mbele kuhakikisha anaweka mazingira sawa, kuhakikisha anahakikisha ile njia unayoipitia, kuhakikisha kwamba mahali utakapofika uwe na uhakika Mungu alishapapita. Mahali utakapokutana na chochote uwe na uhakika Mungu ameshakanyaga hapo. Maana yake wewe utakuwa unatembea mahali ambapo pamehakikishwa, sio mahali ambapo natakiwa kuweka mashaka. Tunapoendea wiki hii, ujue Mungu anatembea mbele yetu na sisi tu nyuma yake. Oh hallelujah. Hebu wakati unatafakari ujumbe huu, ni namna gani umeibeba kweli ya Bwana? Ni namna gani umeibeba kweli ya Bwana? Wakati mwingine tumeingia kujaribiwa, lakini kwa sababu tumeikataa kweli. Na Biblia inasema kama utakubali kutubu na kugeuka, yeye atakuwa husiki. Ni jukumu letu kugeuka na kisha kuielekea kweli. Wakati tutakapokuwa tukielekea kweli, yeye atakuwa mbele yetu na yeye atakuwa anasawazisha. Hata kama kuna hatari mbele yetu, uwe na uhakika tunaenda kuvuka, uwe na uhakika tunaendelea mbele, maana yeye yuko mbele yetu. Hallelujah. Oh Jesus. Inua mikono yako juu. Jesus. Hebu mwambie Mungu asante kwa ajili ya mjumbe huu. Mwambie Mungu asante kwa kunikumbusha juu ya kweli yako. Oh Jesus. Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu, neno ulilonipa na ujumbe ulionipa nimeufikisha kwa watumishi wako na kanisa lako. Asante kwa ajili ya majira hayo umeachiria, Mungu uliye hai, na kutuhimiza ili turudi kwenye kweli tena. Umetuhimiza ili tukatembee katika kweli yako, maana ndani ya kweli yako umeachiria ushindi, na ndani ya kweli yako umeachiria uponyaji, ndani ya kweli yako umetangaza kuturinda, ndani ya kweli yako umetangaza msamaha. Sana majira haya Bwana, tunakusihi katika damu ya Yesu Kristo na kwa jina lako la samani, Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu ninaenda kinyume na kila mkakati na mpango wa ila wa adui ambao umeachiliwa na kupenyezwa ndani ya kanisa kwa ajili ya kutuondoa kwenye kweli. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninakamata kila mamlaka na kazi zote za ufalme wa giza. Mungu uliye hai, iachilie kweli yako, misiri ya nguvu inayoteketeza, misiri ya nguvu inayobatilisha, misiri ya nyundo inayoponda ponda, misiri ya upanga wenye makali kuwili upite
sai, upite sai, upite kwenye mioyo, upite kwenye nafsi, upite kwenye ndoa, upite kwenye uchumi, upite kwenye familia, upite ndani ya taifa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu aliye hai, nasimamisha kweli ndani ya kanisa, nasimamisha kweli juu ya mtu moja moja, nasimamisha kweli juu ya taifa letu la Tanzania. Mungu aliye hai, ile damu yako iliyomwagika pale msalabani, iruhusu sasa ipite, itutakase ili tukatembee katika ile kweli, ili tukatembee katika ile neema. Badilisha udhaifu na magonjwa yaliyoachiliwa kwa sababu ya kuikataa ile kweli kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaamuru kila mamlaka za giza zilizopenya kwa sababu ya kuikataa kweli, kwa jina la Yesu, toka, achia nafsi, achia roho, achia uchumi, achia biashara, achia kazi. Neema yako Bwana ikapite juu ya kila eneo sawa sawa na utukufu wako. Pokea heshima, pokea sifa, pokea utukufu, ni katika jina la Yesu. Hallelujah. Jesus.